After the big announcement kutoka kwa collab ya Konde Gang, ameweza kufahamu collab ambayo iko chini ya mwanamuziki Harmonize at the CEO ya kumtambulisha mwanamuziki wao mpya kupitia collab ya Konde Gang ambayo alikuwa anafahamika kama Young Skulls all the way kupitia Nigeria. Hii imeleta sintofahamu kubwa sana kwa mashabiki wa Ibra kupitia hapa Bongo Tanzania, ambaye pia anapatikana kupitia collab hiyo ya Konde Gang. We all know mwanamuziki wa pili kusainiwa kwenye kundi hili ama kwenye collab ya Konde Gang ni Ibra. Hii ni baada ya Harmonize kufanya poa sana kwenye muziki, akaamua kujiingiza kwenye collab, alafu vile akaamua kuinua vipaji mbalimbali. So far Ibra ndo alikuwa choice ya pili kupitia collab hiyo ya Konde Gang. Swala ambalo linaonekana hivi sasa ni kwamba uongezeko kwa mwanamuziki mwingine ambaye anafanya vizuri zaidi, mwanamuziki ambaye ni mkubwa zaidi kuliko Ibra, inaweza kidesign fulani kaziba pengo la Ibra kupitia collab hiyo ya Konde Gang. Ibra aliingia kwenye collab ya Konde Gang kupitia ngoma zake 5 ambazo zilikuwa zinapatikana kupitia Steps, ambayo ilikuwa ni EP yake. By the way, kupitia ngoma zake hizi ambazo zilikuwa zinapatikana kwenye EP yake hiyo ya Steps, ni ngoma ambazo hazikupokelewa vizuri zaidi, ama ni ngoma ambazo bado zilikuwa zinahitaji promotion kubwa sana ili ziweze kutrend ama kufikia pale ambako zilikuwa zinafikiriwa kufika zaidi. Mara nyingi tunaona wanamuziki wengi wamekuwa na swala zima la kuanzisha ile collab, lakini still swala zima la kumanage usanii limekuwa ni tabu zaidi. And so far hizi ni lawama ambazo the CEO kupitia collab ya Konde Gang amekuwa akitupia baada ya kuonekana kwamba wenda Ibra bado ni mwanamuziki ambaye ilibidi aendelee kusaidiwa sana, mwanamuziki ambaye anahitaji promotion, mwanamuziki ambaye anahitaji time kubwa sana kupitia management ya collab ya Konde Gang. Alafu inakuja kuonekana kama Skulls, mtu ambaye tayari ana jina kubwa, ni mtu ambaye tayari ameshatengeneza wigo wake wa kimuziki, anakuwa signed kupitia record label hiyo ya Konde Gang. Ukija kuangalia utofauti kati ya wasanii hawa wawili ambao hivi sasa inawezekana wakaanza kuleta hadi challenge ya kushindanisha, nazungumzia Skulls pamoja na mwanamuziki Ibra, all the way mwingine kutoka Bongo Tanzania na mwingine kutoka Nigeria. Wanamuziki hawa kimapato makifanikiwa kimuziki wako kitofauti zaidi, ukizingatia kwa mfano Ibra all the way kupitia Bongo Tanzania ambaye pia kupatikana na collab ya Konde Gang ana subscribers wachache zaidi ukilinganisha na subscribers ambao tayari Skulls mwanamuziki ambaye pia ni chini ya collab ya Konde Gang amekuwa akiwakamatia. So hii ni moja tofauti kubwa sana ambayo inaonyesha inawezekanaje Harmonize ameamua kusign mwanamuziki ambaye anaonekana anafanya vizuri zaidi kuliko mwanamuziki wake ambaye tayari yupo. Inawezekana kama ni gia ambaye ameamua kuingia na kuweza kufanya vizuri zaidi kucheka collab yake ya Konde Gang, lakini Gang inaweza ikawa ni issue ambayo itamshusha zaidi Ibra kupitia wigo lake hili la kimuziki. Sintofahamu nyingine ambayo inaonekana ni kwamba kumuingiza ama kumsign mwanamuziki Skulls ambaye tayari alisha trend zaidi. Tunafahamu Skulls aliingia na ile ngoma ya Shake Body ambayo ilimpa umaarufu mkubwa sana, na mpaka leo hii wengi zaidi kumfahamu Skulls kama vile akiwa tayari ameshirikiana ngoma mbalimbali na star wa kimuziki Harmonize ambao zilimpa yeye nafasi vile ya kutambulika ama kuendelea kupendwa zaidi kwa upande huku wa Afrika Mashariki. Inavyoonekana ni kwamba Skulls kupitia collab ya Konde Gang ambayo hivi sasa amekuwa ni mwanamuziki wa 3, anaweza kaipa promo zaidi collab ya Konde Gang kupata nafasi ya kuendelea kupendwa zaidi kwa upande wa Western Africa. Hapa nikizungumzia kupitia Ghana, kupitia na vile Nigeria, kwa ni wanamuziki ambao wakao wanafuatiliwa zaidi. Lakini vile vile ukizingatia Ibra ni mwanamuziki mpya, tukizungumzia fresh from the street, yani mtu ambaye ametoka kwa mtaa kaingia studio katengeneza ngoma akapata nafasi ya promo na kuweza kufanya vizuri zaidi. Lakini hii inaweza kumpa nafasi kubwa zaidi vile ya kuweza kutrend ama kufanya poa kwenye game lake la kimuziki. Nikizungumzia kwa swala zima la kuweza kumaster collab nyingi zaidi, kwa sababu tayari anazungukwa na watu ni wakubwa zaidi. Ukizungumzia mwanamuziki kama Skulls ambaye amefanya ngoma tayari na wanamuziki wengi sana wakubwa, either ndani ya Tanzania, nje ya Tanzania, vile nchini kwao Nigeria. So ni wigo la kimuziki ambalo ukiangalia kwa macho matatu, management ya Konde Gang imeweza kucheza vizuri zaidi na kutambua namna mafursa ambayo inaweza kaitumia kupromote muziki wa Bongo Tanzania ama kupromote muziki wa Ibra all the kupitia record label hiyo ya Konde Gang. Msanii huyu Ibra ambaye ukizungumzia kwa swala zima ya collab kubwa zaidi ambayo alishawahi kuifanya ni ile collab ambayo alifanya na Harmonize ambayo inafahamika kama One Night Stand. Ngoma inapatikana kwenye EP yake ya Step ambayo ukizingatia hii ndio ngoma ambayo pekee imekuwa na viewers wengi sana kwa upande wa YouTube ikifikisha milioni 6. So ni ngoma ambayo imefanya big up step kubwa sana, na kinachoonekana ni kwamba yeye kuwa na ukaribu mkubwa sana sasa na wanamuziki ambao tayari wameshafika kwenye wigo kubwa sana la kimuziki kama kina Skulls na Harmonize. Inaweza
akiendelea kumfanya kuwa push up zaidi ya kupeleka nafasi ya juu sana ya kimuziki. Hizi zinazungumzia swala zima la kuendelea kuwa na collab kali, huenda na kina Rema all the kupitia Nigeria. Wana collab nyingi zaidi ambazo zinaweza zikamfanya kuingia kwenye zile level za kimataifa, aidha kwenye tuzo, aidha kuwa na collab kali zaidi ambazo zinaweza kutangaza muziki wa Bongo Tanzania ama kuipromote swala zima la kibiashara kupitia record label hiyo ya Konde Gang. Harmonize amesimama kama the CEO ambaye amekuwa kimiliki wasanii wawili ambao wote ni wakali, mmoja kupitia Tanzania, mwingine kupitia Nigeria, ambao wana muziki hao wote wawili wanaonekana kwa pamoja huenda wanaweza kufikisha kwa label ya Konde Gang bali zaidi, lakini vile wanaweza kaifanya wigo la kimuziki la Bongo Tanzania kuendelea kuexpand zaidi kimataifa, kwa sababu tayari nazungumzia nchi mbili tofauti ikiwa Nigeria pamoja na Tanzania, lakini vile tunazungumzia fan base wawili tofauti ambao wamekutana mwisho siku kuunganisha nguvu zao kuweza kurekebisha muziki ama kufanya muziki ufike kwenye zile miles ndefu zaidi duniani. Na hao ni wasanii wawili ambao wamesainiwa kupitia collab hiyo ya Konde Gang after Harmonize. Yani maneno ambayo Harmonize aliongea kwa sababu tayari aliahidi kwa mwaka 2020 kuna wasanii watatu wataendelea kusainiwa kupitia record label hiyo ya Konde Gang. Wa kwanza kiyo tayari ameshasanuka ambaye ni Skills, ambao wawili wamekuwa wakibakiwa huku ikiwa maacha mashabiki watazamaji kwa semak nyingi sana. Je, the next wasanii ambao watakuwa saini kupitia collab ya Konde Gang watakuwa ni wasanii ambao wao pia wanapatikana nje ya Bongo Tanzania, ni wasanii ambao ni wakubwa zaidi kama vile ambavyo wengi zaidi walihisi inawezekana ikawa ni Country Boy pamoja na Mario kupitia hapa Tanzania. Lakini all in all ni kwamba usanii wote ambao wanakuwa kiongezeka sasa hivi wanakuwa kiendelea kuongeza mzigo mkubwa sana kupitia kwa label ya Konde Gang, lakini vile inakuwa kiapa muda mkubwa sana management yake ya Konde Gang kuweza kusimamia wanamuziki hawa wote wakali. Mpaka sasa ukizingatia tu ukale ambao amekuwa nao Skills na ukale ambao amekuwa nao Harmonize, inaweza ikawa ni tata zaidi kija kwenye swala zima la kumanage wasanii hawa wawili. And again, Ibra ambaye ndo msanii mdogo zaidi kuliko wasanii hawa wawili anakuwa ni mtu ambaye anaishindanishwa kwenye wigo la wasanii wakubwa ambalo linaweza likamsababisha kupatia kabisa kwenye game la kimuziki ama kumpa nafasi ngumu sana yeye kuweza kupenetrate na kufika kwenye zile labels za kimataifa zaidi, kufika kwenye collab za kimataifa ama kufika kwenye zile trending za kimataifa ambazo zitampa nafasi yeye kutambua kwamba kupitia collab ya Konde Gang ilimpa nafasi ya heshima zaidi ya kufanya muziki wa Tanzania kufika kwenye levels fulani. Na kama tunavyofahamu kwa muziki wa Bongo Tanzania, ama naweza nikasema kwa challenge ya muziki ambao Tanzania hivi sasa inaenda, mtu yote ambaye anakuwa akiingia kwenye game la kimuziki la Bongo basi ni mtu ambaye atatupiwa maneno mengi sana, na hii inaweza kupelekea vile vile ushindani ambao unaweza kusababisha bifu kubaina wasanii kupitia like label hiyo ya Konde Gang. Akiwa Skills ameingia kupitia label hii ya Konde Gang alafu akafanya vizuri zaidi kuliko Ibra ambaye yeye alitangulia kupatikana kwa label hii, inaweza kuleta ushindani kama vile ambavyo tunafahamu zamani ilikuwa watu wengi sana kupitia collab ya WSB wanatupia lawama kwamba Diamond alikuwa akionekana kumfavor zaidi Harmonize kulinganisha na Rayvanny, na hii ilipelekea kuonekana kwamba huenda Harmonize alikuwa anapewa nafasi kubwa sana kufanya vizuri kwa Rayvanny akiwa kama hapewi hiyo nafasi. So hii nayo tunaanza kuona kabisa ukizingatia Ibra ni mwanamuziki mdogo sana katika muziki, lakini vile alafu kija Skills ni mtu ambaye tayari ameshapata challenge nyingi sana za kimuziki, ni mtu ambaye ana ujuzi mkubwa sana wa kimuziki. Watu hawa wawili kuja kuwalinganisha ama kuwapambanisha inaweza kaleta namna moja ama nyingine kumsababisha mmoja wao kufeli, na pekee kama anapoonekana kufeli ni kupitia Ibra kwa sababu yeye ndo mdogo zaidi kimuziki, ni mdogo zaidi katika uelewa kimuziki, ama mtu ambaye amekuwa hana channel kubwa sana katika muziki wake ambao yeye amekuwa akifanya. So unachoangalia hivi sasa kati ya Ibra ambaye yuko chini ya collab ya Konde Gang pamoja na mwanamuziki huyu mwingine ambaye amesainiwa ambaye anafahamika kama Young Skills all kupitia Nigeria, combination ya watu wawili kupitia collab moja inaweza kusababisha muziki ufanye vizuri zaidi kupitia collab ya Konde Gang, ama huenda itakuwa ni swala zima la kibiashara kwa upande wa Harmonize Gang, ikiwa inaleta matatizo makubwa sana kwa Ibra ambaye ndoto yake ya kimuziki, fursa yake yote kimuziki aliweka kwa Harmonize akiamini kwamba atafanya vizuri zaidi kupitia game lake hilo la kimuziki. So usisahau kusubscribe vile kudondosha comment yako na kugonga kengele kupitia YouTube channel yako hii ya Planet Media.